Na mtazamaji bwana, mambo ni moto kweli kweli huko mtandaoni bwana. Kuna vitu ambavyo vimeibuka. Kuna huyu bidada ambaye amejitokeza hivi karibuni na ametrend sana kupitia mitandao ya TikTok huko, akiwa anazungumza kuhusiana na changamoto ambazo anazipitia dhidi ya moja kati ya viongozi wa dini ya Kiislamu kwa ukanda wa Dar es Salaam, Tanzania. Vyombo vya habari mbalimbali vimekuja kutoa taarifa hiyo. Kwa mfano, hapa kuna page imeripoti, imeandika kwamba bwana, video iliyosambaa siku chache nyuma ikimwonyesha binti huyu akidai msaada kutoka kwa rais kuwa hapati mahitaji kutoka kwa mzazi mwenzie ambaye ni shekhe mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Inasemekana kwamba huenda ndiyo sababu ya shekhe huyo kusimamishwa kazi katika nafasi yake. Yaani kwa maana huyu shekhe bwana, baada ya huyu mrembo kuja kuzungumza kwamba amezana huyu shekhe mkuu wa Dar es Salaam, lakini hatoi matumizi kwa mtoto, inasemekana kwamba hivi karibuni huyu shekhe amesimamishwa kazi na huenda sababu ikawa ni hiyo. Kwa hivyo basi nataka usikilize video yenyewe na the way ambavyo reaction ilivyokuwa huko mitandaoni baada ya mrembo huyu kujitokeza katika mitandao ya kijamii. Maana hii video ilitrend sana TikTok hapo mwanzoni, watu hawakuitilia maanani, lakini kadri ya siku zinavyozidi kwenda watu wakaanza kuipeleka viral zaidi kutokana na malalamiko ambayo huyu binti ameyatoa. Lakini pia vile baada ya jambo hili kuchukuliwa hatua na huyu shekhe kusimamishwa kazi ya kuwa kama mkuu wa shekhe mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, mama yangu, mlezi wa watu wengi, niko chini yako mama yangu, nimepiga magoti na nyanyasika mimi. Nanyanyasika mama, naomba nihurumie, unisaidie mimi. Nakosa amani ya kumlea mwanangu, nahangaikishwa na mzazi mwenzangu Sheikh Walid Alhadi Omar Kawambo, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam. Mama ananinyanyasa mpaka nimeshaenda mahakamani. Kesi kafutwa, nkauguza mtoto, kesi kafutwa, kakataa kuitika kwamba kiongozi haweza kaitika. Mimi achana na kafutwa, kakataa kuitika kwamba kiongozi haweza kaitika. Mimi nikauguza mtoto, ikafika mahali mtoto ikachelewa kupona, wakafuta kesi. Baada ya hapo ndo wakawa naongea, kuna mama kiongozi akamtafuta kwa ajili yangu, akaongea naye, akaenda kanipa hela, kaniahidi kwamba mtoto tamsaidia, atamtafutia cheti, pasipoti vyote. Mpaka juzi nilimfuata ofisini kwake, akasema hataki kuniona, kwamba yeye atanitafutia pasipoti, mtoto atampa chochote kile, yeye sio kondoo. Mama nanyanyasika na huwezi ukamtesa hivyo, Uchungu wa mtoto aujuae mama yake. Mimi uchungu wa mwanangu na ujua, nilimpata kwa shida, niko lazi kufa, lakini nimeamua. Kila mama aliyezaa nahisi ananielewa, kila mwanamke anayepata machungu kama mimi nahisi ananielewa. Ulishaniambia matusi yote, ulishaniita majina yote, mimi wala sijui nani, lakini yote nimestahimili, nimevumilia. Naomba
wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nisaidie. Mama Samia Suluhu nisaidie. Mimi mwanamke napitia shida, kisa cha Walidi, kisa cha mkoa wa Dar es Salaam, ananinyanyasa, kisa cheo chake ananinyanyasa, kisa uongozi wake. Napitia mateso mimi. Naomba mnihurumie, watetezi wa wanawake, mnisaidie, mimi nateseka. Waziri Mkuu, najua ubagui baba kwa kuwasaidia watu. Naomba nisaidie mimi kamlee mwanangu kwa amani. So huyu ni bidada ambaye anadai kwamba yeye ameolewa na kuzaa na Sheikh Walid. Sasa malalamiko yake anachotaka ni kwamba anataka kumlea mwanae kwa amani. Lakini pia katika ukurasa wake wa TikTok tumetazama, kuna baadhi ya jumbe ambazo ameziandika kufuatia kwa jambo hilo ambalo limetokea. Kwa mfano hapa kuna ujumbe ameandika kwamba Sheikh, niko chini ya miguu yako na kuomba tuheshimiane. Naomba amani ya kumlea mtoto. Sitaki, nimechoka. Sitaki kabisa, niko radhi nife kuliko kuacha mwanangu kwenye matatizo na huzuni sana, lakini najua Mungu yupo. Huo ni ujumbe mmoja hapo. Ujumbe mwingine ni huu hapa, ameuweka akiwa yuko na Sheikh Walid mwenyewe, wamekumbatiana. Nadhani ni kipindi cha ndoa yao hiki. Hapa ameandika kwamba sijutii kuzaa na wewe, ila acha maovu, rudi kwa Mungu wewe, rudi kwa Mungu wewe. Umempoteza, so kwamba umenipoteza au kumpoteza mtoto haitokuwa suruhisho la kila kitu. Akaendelea kusema kwamba navumilia muda mrefu, ila sitaki, tuheshimiane, nimlee mtoto kwa amani. Shekhe, unatakiwa kufundisha mema, sio maovu. Ameandika hivyo tena ujumbe mwingine huyu binti. So kwa kifupi ni kwamba hili jambo bwana limeteka over the internet. Sasa hivi huyu dada anapata views wengi sana huko TikTok, watu wengi sana wanamfuatilia. Akaunti yake imekuwa na comments nyingi kutokana na tokea zile video zilivyoenda viral, akiwa analalamika kuhusiana na kwamba yeye amezaa na Sheikh Walid, Sheikh mkuu wa Dar es Salaam, lakini kuna vitu ambavyo anaona kwamba atendewi haki. Kwa hivyo basi ameomba serikali iingilie kati kumsaidia. So kwa kifupi ni kwamba bado tunalifuatilia hili swala kwa karibu, lakini pia vile utakuletea upande wa Sheikh mwenyewe pia amereact vipi kuhusiana na hizi situations zinazoendelea. Lakini pia kuna video nyingi sana huyu dada ameziposti, nitakuletea hapa Trend TV uweze kusikiliza moja baada ya nyingine, alafu tuone nini kitatokea huko baadaye. Kwa hapa weka maoni yako katika comment section, tukutane katika video zinazofuata.